Ndugu mtazamaji wa Hebron TV, na kukaribisha tena katika kipindi hiki cha Caleb Tuongee katika siku hii ya leo. Kipindi kinachokujia kutokea hapa studio za Hebron TV zilizoko ENCC Mji wa Bwana. Na kipindi hiki ni Caleb Tuongee ambacho kinaandaliwa mahususi kwa ajili ya kuwasaidia wanaume jinsi ya kuishi katika jamii na pia katika kumpenda Mungu. Na kipindi hiki kinakujia kwa udhamini mkubwa wa kanisa la ENCC Mji wa Bwana lililoko Mbezi kwa Msuguri, kanisa linaloongozwa na mtumishi wa Mungu Bishop Dr. Manase DM. Na kanisa hili linafanya ibada kila siku ya Jumatano saa 10:30 jioni, ibada ya ukombozi na uponyaji. Na katika ibada hizi tumeona wengi wakifunguliwa, wengi wenye tabu na mateso wakiacha huru mbali na mateso yao, na pia wengi wamefunguliwa kutoka katika vifungo ambavyo shetani alikuwa amewagandamiza na kuwabana, lakini katika maombi yanayofanyika katika ibada hizi wamewekwa huru. Na pia katika siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili asubuhi kuna ibada kuu inayoanza mahali pale, na ibada hii ina kusifu, kuabudu, kumsikiliza shuhuda mbalimbali na pia neno la Mungu na pia maombi na maombezi. Kwa hiyo karibu katika ibada hizi nawe utafunguliwa. Ni ukifika hapo Mbezi kwa Msuguri, unaweza kuwauliza hawa ndugu zetu wa bodaboda kwamba naenda ENCC Mji wa Bwana. Ni kwa gharama ndogo tu unaweza kufika hapo kanisani na ukawa umepata namna ya kuhudhuria ibada, au unaweza kupiga simu nambari 0757 789 883, au unaweza kupiga simu nyingine 0652 789 882. Utaweza kupata msaada wa kukufikisha kiwepesi hapo ENCC Mji wa Bwana. Na leo tena tunacho kipindi hiki, na ninaye ndugu yangu kama tulivyowaahidi wiki iliyopita kwamba tutakuwa na maendelezo ya kile kipindi cha mwanaume kuishi katika utoshelevu wa Mungu wa El Shaddai. Na leo ni kipindi cha pili ambacho tunaunganisha pale na ndugu yangu, lakini kwanza ajitambulishe, halafu tutaendelea na kipindi chetu siku hii ya leo. Karibu mtumishi wa Mungu. Ndugu mtazamaji wa Hebron TV, naitwa Michael Mshigwa, ni mshirika wa kanisa la ENCC Mji wa Bwana ambao liko hapa Mbezi kwa Msuguri katika mtaa wa Kavisha. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha leo. Asante. Mimi ni ndugu yako Tito Mgweno, nitakaokuwa nikiongoza kipindi hiki tena siku hii ya leo. Katika kipindi kilichopita tulikuwa tumeongea mambo mengi ya utoshelevu wa mwanaume kwa huyu Mungu wa El Shaddai, na tukafika mahala ambapo tukasema kwamba wakati mwingine tunashindwa kwenda mbele kwa sababu tunajifungamanisha na miungu. Unaweza ukajifungamanisha na miungu kwa namna usiyoweza kuijua au unayoijua. Kwa mfano, mtumishi wa Mungu hapa alieleza kwamba wanaweza kukwambia usije huku kijijini, kama huna nafasi unaweza ukatoa tu mchango wako, fedha yako, sisi tukafanya hii ibada kwa niaba yako, na wewe ukajumuishwa katika ibada hiyo ambayo inaweza kukuletea madhara makubwa. Hapo ndipo tulipoishia wiki iliyopita, na ndio tunataka tuconnect kutokea hapo ili tuweze kujua mengi zaidi, ambayo madhara ni nini ambayo yanaweza kukupata kama wewe, hata kama hutakuwepo, lakini umejishirikisha ukajifungamanisha kwa namna nyingine ambayo vitu vyako vikawakilishwa katika madhabahu zao. Sasa swali linalofuata ni hili. Kwa mfano, mtumishi wa Mungu umesema kuhusu umaskini uliokithiri, lakini pia kuna watu ambao kusoma kwao ni tabu, elimu kwao ni shida. Utakuta mtoto anasoma kuanzia darasa la kwanza, akifika la 3 hataki shule, mwingine akifika la 4 hataki shule, lakini ukiangalia nyuma utakuta hata labda baba yake alikuwa hivyo, na alipofika la 2 akakataa shule. Kuna mwingine mtihani ukaribia tu anaugua. Anaugua kabisa mpaka analazwa. Na hii ni madhabahu au ni nini? Labda utusaidie hapo zote kidogo. hizi ni madhabahu.
Tusaidie kidogo hapo. Kwa hiyo unakuta mtoto hawezi kufanya mtihani, anasoma vizuri term mzima, ikaribia tu mtihani anaugua, mtihani kisha anakuwa mzima, kwa maisha yake anakuwa hivyo, hawezi kusonga mbele. Na mzazi anaweza akachanganyikiwa, ni kitu gani hiki? Wanapima, anaambia mtoto hatoni shida yoyote, lakini kumbe ni malango ya vizazi vilivyopita ambayo hayataki huyu mtu asome ama uko wasome au hao watu wasome. Kuna watu wengine mizimu yao hawatakiwi kutoka nje ya nchi. Very interesting. Nje ya nchi. Hawatakiwi kutoka nje ya nchi. Kwa hiyo hawezi kuvuka boda yoyote. Hawezi kuvuka, na hata akivuka atarudi tu. Kitatokea kitu kule, wataenda na mpima, watamkuta na matibii, watamkuta na maukimwi, atarudishwa. Yote ni malango ya vizazi vya nyuma, ambao mtu anashindwa kuelewa kitu gani kinatokea katika maisha yangu. Umaskini, kama ulivyosema, umaskini uliokithiri. Mtu anafanya kazi, na ndio maana Suleiman alisema kwamba sio bidii inayomfanya mtu afanikiwe, lakini ukiwa na huyu Mungu wa El Shaddai utafanya kazi, utafanikiwa, utapata hela. Sio lazima ziwe hela nyingi sana, utafanikiwa, utafanya mambo mengi makubwa, kwa sababu utoshelevu wako namba moja ni Mungu. Kwa hiyo hii mizimu, hizi madhabahu za vizazi vya nyuma vinaachia laana ambayo inamzuia mtu asiweze kusoma, inamfanya mtu anakuwa maskini, kwa sababu maskini unakamata nafsi. Huyu mtu akishakamatwa kwenye nafsi hawezi kutoka. Roho ni kitu kimoja, nafsi kuna mwili. Umaskini unakamata pale kwenye nafsi. Kusoma ama kutokusoma inakamata pale kwenye nafsi. Mtu anasoma haelewi, anakaa darasani haoni ubaoni, vitu vya ajabu vinatokea. Hata akae karibu na ubao. Wakati mwingine anaingia kwenye mtihani, kasoma kila kitu, haoni kitu. Mtihani unakuwa plain paper. Yule msimamizi wa mtihani anambadilisha karatasi nyingine, haoni kitu, inabidi atoke, hawezi kufanya mtihani. Maisha yake yanakuwa complicated, anachanganyikiwa. Sasa kama hamjui Mungu, ndio anaenda kwa waganga wa kienyeji, anazidi kupotea. Kwa hiyo haya malango ya vizazi vya nyuma yanaachia vitu katika maisha ya vizazi hivyo ambavyo mtu lazima ajue. Na moja kati ya vitu vingine ambavyo ni kama nilivyosema kwamba ni vifo vya mapema. Watu katika ukoo huo, familia hiyo, hakuna mtu mwenye miaka 60, hakuna mtu mwenye miaka 70, hakuna mtu mwenye miaka 80. Tunajua kuna familia ambazo zina watu mpaka miaka 90, mpaka 100 lakini kuna familia ambazo hazina watu, wana zaidi miaka 45, wanakatika tu hapo, wanaondoka. Sio kitu cha kawaida, sio kitu cha kawaida. Kwa kuna hiyo malango ya vizazi vya nyuma ambazo kumekuwa na madhabahu, na hizo madhabahu zinafuatilia kizazi hicho kuhakikisha zile laana zinaendelea kutekelezwa na kuimarishwa kwenye vizazi hivyo na huo ukoo. Sasa huyu mtu hawezi kuishi katika maisha ya utoshelevu, hawezi. Na mara nyingi tunajifunza hasa hapa Mji wa Bwana kwamba tuna matoleo ya aina tofauti tofauti, na matoleo yale yanatufungulia milango. Kwa mfano, unapotoa zaka, wakati fulani tuliongea kuhusu matoleo japo hatukwenda kwa kina, lakini tunapotoa zaka inatufungulia milango. Tunapotoa malimbuko yanatufungulia milango na yanatulinda
na hali yetu ya kimapato karibu mwaka mzima. Kwa mfano hapa Mji wa Bwana tuna kila Jumapili ya kwanza ya mwezi wa pili tunatoa malimbuko yetu ya mwaka kwa mwaka, na kwa kupitia haya matoleo tumekuwa tukilindwa sana na hali ya umaskini isitupate. Sasa kuna watu ambao wanamjua Mungu, lakini hii zaka au mapato ya namna hii kwao hawafanyi. Yaani ukimwambia juu ya zaka anakwambia hii ilikuwa ni Agano la Kale. Ukimwambia malimbuko anakwambia hiyo ndio kabisa ilikuwa, yani hata kwenye Biblia labda haimo. Imo lakini yeye anaona kama haimo. Sijui watu kama hawa, ili kuepukana na hii hali ya umaskini uliokithiri, unawashauri nini? Kuepukana na hii hali ya umaskini uliokithiri, jambo la kwanza ni kuhakikisha kwamba una cut off na zile madhabahu. Unajitoa kwenye zile laana za ule ukoo ama familia yenu, ama unapata ukombozi. Kwa hiyo kwa maana ya kwamba unamwamini huyu Mungu wa El Shaddai. Ndio. Hiyo ndio namba moja. Lakini namba 2 ndio kuna vitu sasa, ukisha muamini huyu Mungu wa El Shaddai, ukianza kutembea na Mungu wa El Shaddai, kuna vitu ambavyo viko katika maisha yako ya kila siku. Mungu anataka utoe zaka. Unapopata hela zako, zile hela haijalishi zimetoka wapi. Sisi wafanya kazi wa serikali inakusanya kodi ile inalipwa na TBL, kodi ile inalipwa na kampuni inatengeneza spirit hizi, sigara, inaingizwa kwenye hazina, tunapewa zile hela. Lakini unapochukua zaka 10% unaitoa, Mungu anaua zile laana zinazotokana na hela ambazo sio safi. Laana hiyo inauawa kwa ile 10% ambayo umeitoa. Kwa hiyo ile 90% inatakaswa. Kama unafanya biashara, watu wanakuletea hela, wengine ni machangudoa, wengine ni majambazi, wengine ni chuma ulete. Kwa hiyo hela zako unapata kwenye biashara zako kama kawaida, lakini unapochukua 10% ya faida yako ukitoa, zile hela ambazo zimeingia zingine ambazo sio safi, ule uchafu kwenye zile hela unatakaswa. Kwa unabakia na hela ambayo ni safi. Tunapotoa malimbuko, maana yake tunamtanguliza Mungu katika ule mwaka. Malimbuko maana yake ni matoleo na mazao yale ya kwanza, ama income ya kwanza. Unapoitoa ile income ya kwanza au mshahara wa kwanza au mahindi ya kwanza au mayai ya kwanza, maana yake unamtanguliza Mungu kwenye hiyo biashara, kwenye hiyo kazi, kwenye hiyo shughuli unayoifanya katika mwaka wote huo mzima. Kwa hiyo Mungu anakutangulia na Mungu anahakikisha unapata protection. Kwa hiyo kuna sadaka mbalimbali zingine za shukrani. Zile sadaka zinasaidia kufunga hiyo milango ambayo haitaki kuwa wazi katika maisha yako, na kufungua milango ambayo inatakiwa ifunguliwe kwenye maisha yako. Wewe unataka kwenda kuoa. Unapotaka kuoa, maanake unaingia kwenye lango lingine jipya katika maisha yako. Kwa hiyo kabla hujaoa unatakiwa uombe, lakini pia utoe sadaka kwa ajili ya lango ambalo unalikaribia. Kwa hiyo unapoomba kwa ajili unataka kuoa au kuolewa, unapotoa sadaka kwa sababu unakwenda kuoa au kuolewa, hujui kule kuna kitu gani. Unataka ule mlango ufunguke. Lakini hata kama mlango unafunguka, unataka kama kuna vita viko pale, ile madhabahu ambayo umeitoa itakusaidia kupambana na vita ambayo iko kwenye lile lango. Unaweza ukaoa ukashangaa mwaka 6 hujapata mtoto. Maanake umeingia kwenye mlango, lakini bado kuna vita, kuna mapambano katika maisha. Kwa hiyo kuna sadaka hizi ni vitu ambavyo vinaongea kwa niaba ya mioyo yetu. Sadaka zetu zinabeba mioyo yetu, maombi yetu yanabeba mioyo yetu, vyote vinakwenda mbele za Mungu
kama kumbukumbu na vinaongea haja za mioyo yetu. Mungu alivyotupenda na yeye pia alimtoa mwanawe. Na Yesu alipokufa msalabani, alipoteswa msalabani, alitulia kwa sababu aliniona mimi, alikuona wewe mtazamaji wa Hebron TV, kwamba utakaposikia habari zake utamwamini na kumpokea. Hiyo ndio maana hizi sadaka. Kwa hiyo Yesu alitoa sadaka, alimwaga nafsi yake, alitoa mwili wake, alitoa roho yake kwa sadaka kwa ajili yetu. Na unapotoa sadaka, unatoa kwa imani. Sadaka inabeba moyo wako, sadaka inabeba maombi yako, sadaka inabeba mahitaji yako. Sadaka ina nguvu sana, sadaka ina nguvu sana. Labda nitoe tu shuhuda mdogo kwa sababu ya sijui muda. Endelea. Sadaka, nilikuwa na bosi ambaye ni mkatili, ambaye alikuwa anachukia watu wa Mungu, na alihakikisha kwamba anaminya maslahi yangu kwa hali ya juu sana. Na kwa bahati mbaya hiyo kazi mimi ndio nilianzisha, na ikaleta maslahi makubwa. Kila mtu katika hiyo taasisi mapato yake alidabo. Kama ulikuwa unapata 600,000 ukawa unapata 1.2. Kama ulikuwa unapata 200,000 ukawa unapata 400,000. Lakini alihakikisha kwamba mimi ninaminywa, sipati yako ninachostahili. Niliomba sana. Baada ya kupata kile ambacho ni kidogo, sikukistahili, sikula hata senti 5, nilikichukua kile nikakipeleka madhabahuni. Nilishika tu ile hela, nililia sana, nikamwambia Mungu, hukumu kati yangu mimi na huyu bosi wangu. Nikapeleka madhabahuni. Haikuisha wiki 2, yule bosi hakuwepo. Mkubwa ile taasisi aliniita, akanilipa hela zangu zote za nyuma. Kwa niliomba, lakini nilipoamua kutoa, mambo ya ajabu yalitokea. Pamoja kwamba niliomba kuwa sio kwa mwaka, ni miaka. Lakini nilipoamua kutoa, kumwambia Mungu, natoa hii sadaka. Hii sio hela ambayo nilistahili, lakini naamua kuiachia kwako. Wewe uhukumu kati ya mimi na huyu. Hakumaliza wiki 2, na baadaye nilipwa haki zangu zote. Kwa hiyo sadaka ni kitu ambacho kinaeleza mahusiano yetu na Mungu, sio kitu cha kufanyia mchezo. Kuna aina nyingi za sadaka, lakini unatakiwa utoe kwa upendo, utoe kwa moyo wa hiari, utoe kwa ufahamu na uelewa, na utoe kwa imani. Sawa. Naamini kuna wakati tutaeleza kwa kiwango kikubwa cha maelezo kuhusu utoaji na sadaka na aina za matoleo tofauti. Lakini leo nitaka tupitie tu mahali ambapo, je, tunapotoa hivi maisha yetu ya umaskini yanaweza kuisha au vipi? Lakini kulingana na ulivyoeleza kwamba kama Mungu atatutangulia mbele baada ya kutoa, naamini ile hali ya umaskini inakwisha. Kwa sababu kama Mungu anatangulia mbele ya maisha yako mwaka mzima, hata kama ulikuwa maskini kiasi gani, huwezi kuwa katika hali ile ile ya kimaskini tena. Labda nielezee ile kidogo, ndugu mtazamaji wa Hebron TV. Watu wengi wanafikiri kwamba wanapotoa kwa Mungu ni kama kuuza na kununua. Kama kuuza na kununua, ama kucheza nini wanaita kamari. Kutoa kwa Mungu sio kama kucheza kamari, kwamba Mungu umempa 5,000 atakurudishia 10,000, Mungu umempa 6,000 atakurudishia 21,000. Sio hivyo. Mungu kuna namna ambavyo anajibu kwenye maombi yetu, kwenye utoaji wetu. Mimi nina miaka karibu 15 sijaenda hospitali. Sasa huwezi kusema kwamba Mungu hajanibariki. Yaani sasa kama Mungu hajanibariki. Ndio. Na hicho ni zaidi ya pesa. Zaidi. Ni zaidi ya pesa. Zaidi. Kwa hiyo huwezi ku quantify
kupima utoaji wako wa pesa na pesa ambayo Mungu anakupa. Lakini vile vile unapotoa, Mungu anakupa akili, Mungu anakupa mawazo, Mungu anakupa hekima. Kile kidogo unachokipata unaweza kufanya mambo makubwa kuliko mtu ambaye hamtolei Mungu, hana uhusiano na Mungu. Anaweza kuwa anapata hela nyingi na zote anazipoteza na zinapotea, hana anachokifanya. Kwa hiyo utoaji ni ibada. Utoaji sio kumfanya Mungu akulipe au akurudishie. Sisi ni wake, kila tulicho nacho ni cha kwake. Kutembea kwetu ni yeye, kulala kwetu ni yeye, kuamka kwetu ni yeye. Hatuwezi tukampima Mungu kwa sababu umempa 10,000 leo utegemea upate 30,000 kesho. No, hapana. Lakini kutoa ni ibada. Kutoa ni ibada, ambacho ni kitu cha muhimu sana cha kukielewa. Mungu ana namna nyingi za kutubariki na kutupigania, ana namna nyingi sana. Sasa kuna misingi ambayo sio sahihi ambayo labda watu wamekuwa wakiishi. Kwa mfano, hizi tabia, labda bibi alizaa nje ya ndoa au hakuwa na mume kabisa, lakini akapata watoto na anawalea kwa biashara labda ya ukahaba, au mwingine ili awalee watoto hawa lazima apike pombe hawa watoto waishi. Katika hali hii, huyu Mungu El Shaddai, huyu Mungu wa El Shaddai analiangaliaje jambo hili? Ndugu mtazamaji wa Hebron TV, ili ni swala ambalo ni la muhimu sana, na nauliza mwongozaji hapa ya kwamba ili mwanamume aweze kuishi na huyu Mungu wa El Shaddai, lazima ahakikishe kwamba misingi katika maisha yake imekaa vizuri. Kama ulilelewa na mama ambaye alikupeleka shule kwa hela ya gongo, kwa hela ya bangi, kwa hela ya madawa kulevya, lazima uelewe kwamba katika maisha yako kuna tatizo kubwa. Hii ni misingi ambayo haijakaa vizuri. Sawa. Kama binti anazaa watoto na anawalea wale watoto kwa ukahaba, maana yake effect, madhara ya ule ukahaba yanaenda pia kwa watoto. Kwa hiyo huwezi kuishi na Mungu wa utoshelevu kwa sababu ya hiyo misingi ambayo haijatulia. Au wewe ni mtoto, babako ana hela nyingi, wala hamjui anapata wapi, au ni mfanyakazi tu wa kawaida wa serikali, lakini ana hela nyingi sana. Baadaye mnakuja mnarithi, baba ana nyumba kila mkoa, baba ana gesti kila wilaya, lakini kumbe hizo alizipata kwa hela za ubadhirifu katika mali ya umma. Aliua watu kupata hizo hela. Sasa mnaporithi hizo nyumba, hizo mali za baba ambaye amepata mali kwa kima cha damu, lazima kuna matokeo mabaya katika maisha yenu. Hizo sio mali nzuri za kurithi. Hiyo ni misingi mibaya, na watu wanaofanya hivyo wanaleta laana kwenye wake zao, kwa watoto wao, kwa wajukuu zao. Unaweza kadhani hakuna mtu anayeona umeiba hela ya serikali, una mali nyingi, una kila kitu, lakini kuna madhara yake yanakwenda kwa kizazi, na huwezi kuishi na huyu Mungu wa El Shaddai. Na hata wale watoto wanaorithi hizi hela za mtumishi huyu wa serikali ambaye mshahara wake sio mkubwa, lakini ana mali nyingi mno, na hizo mali amezipata kwa kima cha damu na kudhulumu na kuiba hela za umma, madhara yale yanakwenda kwa mke wake, kwa watoto wake na kwa wajukuu wake, na anazuia yule mtu na hiyo familia kuishi katika utoshelevu wa Mungu. Ndio ile kusema kwamba kuna andiko katika Ezekiel 18 mstari wa 2 inasema kwamba baba amekula zabibu mbichi alafu ganzi imewapata watoto. Ndio hiyo?
Ile andiko liko tofauti kidogo kwa sababu lile andiko linamaanisha kwamba dhambi ya baba itaenda kwa mtoto na kwa wajukuu. Yesu alikuja akaiondoa hiyo kwamba kila mtu atabeba mzigo wake mwenyewe. Hapa mimi nazungumzia misingi. Okay. Misingi. Mmerithi mali kwa baba yenu. Baba yenu alipataje hiyo mali? Unajua mshahara wake kabisa, utoshi hata kujenga nyumba moja. Amepataje hiyo mali? Kwa mkirithi mali za jinsi hiyo, lazima mtapata madhara. Yanayotokana na dhuluma na wizi na uwaji na umwagaji wa damu kutokana na hizo mali. Ndio sababu misingi hiyo haijakaa vizuri. Yule baba ana dhambi zake, ana hukumu yake, lakini zile mali zinapokaa pale zinakwenda na hizo damu za hao watu na hizo dhuluma za mali ya umma. Hao wanaozirithi wanarithi na hayo matatizo katika maisha yao. Okay. Na huwezi kuishi na huyu Mungu wa El Shaddai. Na twende hapa kwenye misingi. Kuna swala lingine labda tuangalie kwenye kuchumbia. Kuna kijana anaweza akachumbia msichana mpaka 4 years, miaka 4, uchumba hauishi tu, hatuoni harusi wala nini. Mwaka wa kwanza binti anavumilia, mwaka wa pili huu uchumba ni sawa? Kwa kweli labda nitoe tu ushuhuda ambao mtumishi wa Mungu aliutoa kanisani, Dr. DM Manase, kwamba kijana mmoja alimchumbia binti, kakaa kwenye uchumba dhani miaka 4, 5, 6. Then baadaye yule kijana akamwambia, bwana, mimi naona sio mpango wa Mungu. Kwa akaamua kumwacha yule binti. Yule binti, ndugu mtazamaji wa Hebron TV, alishindwa kupokea ile pressure ya kuachwa kwa sababu amekaa muda mrefu kwenye uchumba. Yule binti akajinyonga. Kwa mujibu wa sheria zetu, yule kijana hana hatia wala usikumpeleka mahakamani, lakini mbele za Mungu yule kijana anahusika na hichi kifo cha huyu binti. Kwa hiyo yule kijana alikwenda katika maisha yake, mambo hayaendi, hakuna linalofanyikiwa, akifanya biashara haitoki, akipata kazi anafukuzwa, mpaka aliporudi kwa mtumishi wa Mungu na ikabidi amfanyie counseling, aanze kujieleza haya mambo. Asema, lakini ni mambo ya zamani. Anambia nieleze tu, mambo ya zamani sana, anambia nieleze tu. Anakuja anaeleza pale, mtumishi wa Mungu Roho Mtakatifu anamwambia hiki ndio chanzo cha matatizo yake. Kwa hiyo unakuta kile ulichosababisha mpaka huyo binti akajinyonga, akajiua, kwa sababu umemtelekeza, umekaa naye kwenye uchumba wa miaka mingi na ukamtelekeza ghafla, akashindwa kuhimili ile pressure, akajiua. Kijana, unahusika na hiyo hatia. Hiyo ni misingi ambayo sio mizuri. Kwa huko mbele unaweza ukahangaika sana katika maisha yako, mambo hayaendi, unafikiri kuna mtu amekuroga. Hakuna mtu aliyekuroga. Shida ni wewe mwenyewe, ulianzisha na umebeba hiyo mauti. Inabidi tupate rehema za Mungu, na mtumishi wa Mungu ameweza kukutoa katika hiyo hiyo pressure na hiyo laana. Mtazamaji wa Hebron TV, tunaendelea na kipindi chetu cha Caleb Tuongee, na mada yetu leo inasema kwamba mwanaume kuishi katika utoshelevu wa El Shaddai. Lakini kipindi hiki kinakujia kwa udhamini mkubwa wa kanisa la ENCC Mji wa Bwana, mahala ambapo mabaya hayaruhusiwi kuharibu, kanisa linaloongozwa na mtumishi wa Mungu Bishop Dr. Manase DM. Na ibada za hapa ENCC Mji wa Bwana ni kila siku ya Jumatano saa 10:30 jioni, na kila Jumapili saa 3 kamili asubuhi tunakuwa na ibada ambayo ni ya kusifu, kuabudu. Tunamwabudu Mungu, tunamsifu Mungu, tunasikiliza shuhuda. Kuna vitu vingi ambavyo vinahusu ibada katika ibada hiyo vinakuwa vikifanyika. Lakini pia mwisho tutasikiliza neno la Mungu na tutapata maombi na maombezi yatakuwa yakiendelea mahali hapo. Namna ya kufika, ukifika pale Mbezi kwa Msuguri, unaweza kuwauliza hao wenye bodaboda wakakuleta kwa gharama nafuu kabisa, au ukapiga mojawapo ya simu hizi 0757 789 883 au 0656
52 789 882 ukapata maelekezo ya kina jinsi ya kufika ENCC Mji wa Bwana. Na kila juma la mwisho wa mwezi tunakuwa na juma maalum la kinabii linaloanza Jumatano ya wiki hiyo mpaka kufika Jumapili, na kila siku Jumatano, Alhamisi na Ijumaa tunakutanika saa 10:30 jioni, na siku ya Jumamosi tunakusanyika saa 3 asubuhi, na tunakuwa na maombi, tunapata maombezi ya kufunguliwa, tunapata maneno ya Mungu ya kina, na tunajifunza mengi kuhusu ukombozi na kufunguliwa. Kwa hiyo karibu wewe na jamaa yako na wafanyakazi wenzako, mtapata ukombozi kupitia neno la Mungu mahali hapa. Na tunaendelea na kipindi chetu. Kinachofuata, ndugu yangu, kuna haya maagano ya uovu. Maagano haya kuna kuchanjwa chale, kuna kumwaga damu, na hiyo damu inapelekwa kwenye madhabahu. Huyu mtu akitoka hapo, hii damu yake imewekwa kwenye madhabahu, usalama wake unakuwaje? Huyu mtu ambaye amekubali kuchanjwa, wakati mwingine amejipeleka mwenyewe kwa hiari kwa mganga kabisa, amefika pale, mganga anamkwambia ni kuchanje chale, wengine wanahesabu, wengine hawahesabu, lakini damu itawekwa pale madhabahuni. Huyu mtu atakuwa salama? Kwa kweli hawezi kuwa salama, kwa sababu haya ni maagano ya uovu, na unapochanjwa na mganga ana madhabahu yake na ana mizimu yake. Ile damu yako inabaki kwenye madhabahu ya mganga, na Biblia inasema damu ni uhai. Biblia inasema damu ni uhai. Kwa maana yake ni kwamba uhai wako umebaki kwenye madhabahu ya yule mganga. Kwa ile madhabahu ya yule mganga inaweza kuaccess maisha yako popote pale ulipo, kwa sababu damu yako umeiacha pale kwenye madhabahu yake. Kwa hiari yako umejiunganisha na ile madhabahu. Kwa hiyo huwezi kuishi katika utoshelevu wa Mungu wa El Shaddai, kwa sababu uliacha damu yako pale kwa hiari yako, kwa makusudi kabisa. Huwezi kuwa salama katika maisha yako mpaka siku ambapo utakubali kumwamini huyu Mungu wa El Shaddai, na utaamua kukataa hizo nguvu za hizo madhabahu kuweza kuaccess maisha yako tena. Kwa hayo ni maagano ambayo ni ya uovu, lakini pia ni tumeeleza pale mwanzoni, ni kushiriki katika matambiko ambayo yanafanyika kwenye familia yenu ama kwenye ukoo wenu. Hata kama huendi, unakuwa huendi, lakini unachangia. Ukishachangia tu umeshashiriki kwenye matambiko yale na maisha yako ya ukoo. Na maisha yako hawezi kuwa salama, kwa sababu tayari zile madhabahu za ukoo wenu zinapata access ya maisha yako kupitia ile hela yako ambayo imeenda kwenye yale matambiko. Na wakati fulani tuliongea hapa kuhusu kitu kama baada ya msiba kuna kitu anaita tatu, wengine kuna 40, sijui kama kuna namba nyingine zaidi hapo, lakini mara nyingi kuna 3 na 40. Tukasema hii kitu sio kibiblia, haipo na sio vizuri kuifanya, lakini tutakuta watu bado wanaifanya, na hata baadhi ya wanaojiita Wakristo wanafanya hii. Labda ungewashauri nini hasa hawa wa upande wa wanaojiita Wakristo? Yawezekana kwamba hawajamjua Yesu kwa kina, lakini ungewashauri nini hawa wanaofanya mambo kama haya ya 3:40? Kwa sababu wanasema baada ya msiba tutakuja hapa tufanye hiki na hiki na hiki siku ya 3, lakini siku ya 40 ndio tutakuja tumalizie msiba, kuna hiki na hiki na hiki. Ndio tukasema kwamba wakati mwingine unaweza usiende ukachangia, na wakati mwingine wakataja jina lako kule, kwa hiyo hata madhara yakakupata. Labda ungeshauri nini kuhusu 3 au 40, kitu cha namna hiyo, hasa kwa hawa watu wanaojiita wao nao ni Wakristo? Labda kwa
watu ambao ni Wakristo, sio wanaojiita, ambao ni Wakristo, ndugu mtazamaji wa Hebron TV. 3, mimi naelewa ni ile siku ambapo mmeshazika na mnaanua matanga. Sasa ile kuanua matanga sio lazima iwe 3, inaweza kuwa siku 2, inaweza kuwa mmezika leo, kesho mnaanua matanga, au kesho kutwa inaweza kuwa 3, inaweza kuwa 2, inaweza kuwa 4, lakini 3 ninavyoelewa mimi ni ile mmezika sasa na msiba sasa unaisha officially, kwamba watakobaki pale ni ndugu kwa ajili ya mambo mengine. Kwa hiyo sio lazima iwe 3. Kuita 3 specific inakuwa haina maana. Kwa hiyo kwa mtu aliyeokoka ni zile siku ambazo officially msiba unaisha, watu wanatawanyika, wanaendelea kufanya kazi zao na biashara zao. Lakini 40 kuna vitu vinafanyika pale kwenye 40 ambavyo kwa mtu ambaye umeokoka vile vitu havina maana. Kuna sadaka pale inatolewa ya chakula, vitu kama vile havina maana, kwa sababu hata baada ya ile siku 3 au siku 2, 3 au 5 mnaweza mkakaa kama familia na mkahitimisha msiba, na kama ni mali, kama ni majukumu yakagawanywa pale, kwa sababu wakati mwingine watu wanatoka mbali. Msiba huko Bukoba, watu wengine wanatoka Dar, watu wengine wanatoka Mtwara, watu wengine wanatoka Pemba. Kwa unapowaambia waende afu warudi tena inakuwa ni very costly. Kwa wengine wanapenda tu kwamba tukae leo, tumezika leo, kesho tupumzike, kesho kutwa tutakaa, tutaangalia namna ya kugawana majukumu, kama marehemu ameacha mke, ameacha watoto, hawa watoto inakuaje na nini, masuala mengine ya kupeleka kwenye mahakama kama mirathi, nani achaguliwe kuwa msimamizi wa mirathi. Vitu kama hivi vinafanyika, dokumenti zinaandikwa, unakuwa umemaliza kila kitu msiba pale. Kila kitu pale. Kwa ile 40 inaweza zifanyike 40, inaweza kufanyika hata baada ya siku 3 au 4, mkamaliza haya majukumu ya kifamilia. Sio lazima hizo siku 40, hapana. Sio lazima siku 40. Kwa hiyo ina maana kuna kitu kimejificha nyuma ya hiyo 40. Kuna kitu kimejificha nyuma ya hiyo 40. Hiyo 40. Kwamba tukifika tutafanya hiki na hiki na hiki na hiki, tutaenda kumsalimia marehemu, sijui nini. So mnakwenda kule makaburini, kuna vitu vinafanyika, kuna vitu vinamwagwa, vitu kama hivyo ambavyo sio vizuri kwa Mkristo. Sio vizuri kwa Mkristo. Na katika Mathayo sura ya 6 mstari wa 21 nafikiri inasema kwamba hazina yako ilipo ndipo na moyo wako utakapokuwepo. Sasa hili ni swali lingine, nasema kwamba kwa mfano mtu anakuambia nipatie hela na shida kidogo, lakini ukimpatia hela anaenda kulewea, anaenda kuvutia sigara. Na wakati mwingine unamwambia, anajua kabisa kwamba hela ya huyu jamaa nikimwambia naenda kununua pombe au sigara hata nipa, lakini hakwambii direct, anaku indirect, unampa ile hela. Kwako wewe unayetoa ile pesa inakuwaje? Na kwake yeye anayetumia ile hela vibaya anajua kabisa hii sio, inakuwaje? Hela ya mtu ambaye anamjua Mungu ama anatembea na Mungu wa El Shaddai, hela yako ni muhimu sana. Na usimpe mtu hela akaenda akalewea. Usimpe mtu hela akaenda akanunua madawa kulevya. Na unafanyaje? Hela yako unapoitoa, unaweza kuwa unatoa kwa nia nzuri kwa huyu mtu ambaye ni mlevi, labda ataka akale chakula, weka masharti kwenye ile pesa, hela yako. Weka masharti kwamba hela ninakupa, lakini ununue chakula, usilewe wala usitumie kwenye madawa ya kulevya, wala usinunulie sigara. Mimi nakumbuka nilikuwa na fundi wangu ananijengea. Alijenga, mwisho nikatakiwa kumlipa, na baadaye nikamwambia huyu fundi anapenda sana waganga wa kienyeji. Kwa hiyo nilipokuwa nikimpa ile hela, nimwambia hii hela ni ya kwako, umefanyia kazi, lakini sitaki iende kwa mganga wa kienyeji. Nirudia mara 3. Na ni hela ya kwake. Nikamwambia hela imetoka kwangu. Una mke, una watoto, una familia, kanunue chakula, lipa ada, fanya, lakini usipeleke kwa mganga wa kienyeji. Alipeleka kwa mganga wa kienyeji. Baada ya wiki 2 tulimzika. Hakuwa hai tena. Alikufa. Kwa sababu naomba hela usipeleke kwa mganga wa kienyeji. Nakumbuka nilikuwa na house girl pia
dada yake alikuja nyumbani, kwa nikatoa 20,000. Nikamwambia mpelekee mama nyumbani kwa kusini huko. Uzile dada akachukua ile hela akaifungia mahali. Kwa bahati nzuri sana au bahati mbaya, ile hela hakuifanyia chochote, akaenda akampa mama. Na alipokuwa anampa mama, alikuwepo babu ambaye ni mchawi sana. Mama akapewa 20,000, mama akaona gawani na baba yake. Akampa 10,000. Yule baba alivyoshika ile 10,000 alizimia 1 hour. Alipigwa chini akazimia saa nzima. Alipoamka alitukana sana, akamwambia sitaki hela. Na alieleza hiyo scenario, labda hii hela ina nini au hakueleza? Alikataa tu. Alikataa tu. Unajua kwamba hii hela ni hela ya moto. Ni hela ya moto. Kwa hiyo hela ya kwako, mtu wa Mungu, unapompa mtu ambaye una wasiwasi naye, mwekee masharti. Kaambia usilewee. Kilewea kitakachokukuta si usiki. Usiende kununua sigara, usiende kununua madawa kulevya. Kwa usiwape adui wa Mungu hela waitumie kwa mambo ambayo Mungu hata furahi. Hela yako itumike. Lakini pia pesa yenyewe kama pesa huwa haipendi kutolewa kwa watu wavivu na wazembe. Pesa yenyewe, pesa inaweza kukukimbia. Haimtaki mtu mvivu pesa. Pesa inataka mtu mwenye bidii, mtu mchapakazi. Pesa ukipeleka kwa mtu mvivu, mtu mzembe, haipendi. Na pesa inaweza kukukimbia. Watu watata hela sawa, hela nimeweka hapa, haoni hela. Hela inaweza kukukimbia. Kwamba niliweka hapa mezani. Na hakuna mtu, hakuna mtoto, lakini hela haioni. Inaweza kukukimbia kwa sababu hela inataka heshima. Hela usikunje kunje. Lakini mama anapenda sana kukunja hela, usikunje kunje hela. Hela inyooshe, weka kwenye pochi. Kina baba wanaweka hela zao zimenyoka. Hela inapenda adabu, heshima. Na haitaki uipeleke mahali kwa mtu mzembe. Lakini pia hela haipendi kukaa sehemu moja. Sio umechukua hela 10,000 pesa unaifungia miezi 6. Pesa inataka izunguke, itembee mkono mmoja kwenda mkono mwingine. Pesa haitaki kufukiwa mahali. Kwa hiyo hela unapoitoa kwa mtu ambaye una wasiwasi naye, weka masharti. Na itakuwa vile vile kama ulivyosema. Kama ulivyosema. Kwa sababu hela ina masikio. Hela ina macho. Hela inaongea. Wakina dada, kina mama, mwanamume akikupa hela hata kama hajasema kitu, kwako kuna maneno mengi sana yanaendelea moyoni mwako. Kwa sababu katoa hela. Hela inaongea. Hata kama mwanamume hajaongea, hela inaongea. Kwa hiyo unapotoa hela kwa mtu ambaye una wasiwasi naye, iwekee masharti. Usiitoe tu hivi hivi. Usimpe adui wa Mungu nafasi ya kuitumia hela yako vibaya. Asante sana. Na muda wetu naona umeisha kabisa, lakini nifunge mjadala wetu kwa kukuuliza swali moja la mwisho kwamba huyu mwanaume anatakiwa aishi vipi na huyu Mungu wa El Shaddai? Huyu mwanamume ili kutembea na Mungu wa El Shaddai, kwanza unatakiwa na mahusiano na huyu Mungu wa El Shaddai. Kama tulivyosema hapo awali, uwe na mahusiano naye, kwa maana kwamba umwamini huyu Mungu wa El Shaddai na uamini ya kwamba yeye ndiye utoshelevu wako. Sio pesa, sio mke, sio watoto, sio nyumba, sio magari. Utoshelevu wako ni huyu Mungu. Lakini pili, uwe mtu ambaye unapenda kutoa sadaka. Jifunze kutoa sadaka. Lakini pia uwe makini na watu walio karibu na wewe.
kama kina Lutu alikuwa karibu na Ibrahimu. Mungu alimwambia Ibrahimu, ondoka. Lutu akasema nitakwenda na wewe. Akamng'ang'ania. Lutu akaenda na Ibrahimu, na tangu Lutu aondoke na Ibrahimu, Mungu hakusema na Ibrahimu. Mpaka ikafika mahali wakagombana. Ibrahimu akamwambia, sasa chagua, ukienda kaskazini, ukienda mashariki mimi nitakwenda magharibi, ukienda magharibi mimi nitakwenda mashariki. Kwa wakatengana. Walipotengana, Mungu akaanza kuongea na Ibrahimu. Kwa hiyo kuna watu katika maisha yako ambao watamfanya huyu Mungu alishadai asiwe karibu na wewe. Na unaweza usione kwamba ni watu wabaya, unaweza usione ubaya wao, lakini kuna watu ambao Mungu hawataki kwenye maisha yako. Wakina Lutu, hao ni watu ambao Mungu hawataki. Lazima uondoke kwenye maisha yako. Kwa hiyo makini sana na watu ambao wako karibu na wewe. Usipende kujibefriend. Kila mtu anakuwa rafiki yako, kila mtu anakuwa, ni hatari sana. Yesu alikuwa na wanafunzi wake 12, lakini akiwa na wanafunzi 3 ambao kama ni issue serious wanawachukua 3. Uwe makini nani anakuwa karibu na wewe. Kuna watu wakiwa karibu na wewe hata hela itakimbia. Usisogeze karibu na watu ambao ndani ya moyo wako unaona kabisa kuna shida. Achana nao. Muombe Mungu akusaidie uwe karibu na watu ambao Mungu anawataka. Hichi ni kitu cha muhimu sana katika maisha. Hata kama ni ndugu, kaa nao mbali. Hata kama ni mtu ameokoka kanisani, sio lazima uwe karibu na kila mtu. Uwe makini sana ni watu gani wanakuwa karibu na wewe, ili uweze kutembea na Mungu wa El Shaddai. Asante. Ndugu mtazamaji wa Hebron TV, kipindi bado ni kizuri, lakini kwa leo tumeishia hapa. Na nakushukuru sana kwa kukaa kwa muda wote kutazama kipindi hiki. Naamini kuna kitu umejifunza na kitakusaidia katika maisha yako. Na kipindi hiki kimekujia kwa udhamini mkubwa wa kanisa la ENCC Mji wa Bwana lililoko pale Mbezi kwa Msuguri, linaloongozwa na mtumishi wa Mungu Bishop Dr. Manase DM. Na kwa kufika mahali pale ni rahisi tu, ukishateremka hapo Mbezi kwa Msuguri kuna hawa jamaa wa bodaboda, basi ukiwaambia tunaenda Mji wa Bwana watakuleta. Lakini pia unaweza ukapiga moja ya simu hizi 0757 789 883 au ukapiga 0652 789 882. Basi utapata maelekezo ya kina jinsi ya kufika ENCC Mji wa Bwana. Basi kwa leo kipindi chetu kimeishia hapa. Nilikuwa na ndugu yangu Michael Mshigwa na mimi ni ndugu yako Tito Mgweno, ambao tumekuwa tukikiendesha kipindi hiki siku ya leo. Basi mpaka wakati mwingine, lakini hiki cha leo cha Caleb Tuongee kinaishia hapa. Shalom, shalom.